Melkizedeki ni nani? Kwa sababu Biblia inasema huyo mfalme wa Salemu. Cha kwanza, Melkizedeki alikuwa ni mfalme wa Salemu. Tafsiri nyingine, Salemu manake Yerusalemu. Tafsiri nyingine, Yerusalemu manake amani. Kwa inatuonyesha katika eneo la mipaka alokuwa anatawala mfalme ilikuwa ni Yerusalemu, au lugha nyingine ni Salemu. Lakini pia alikuwa ni kuhani wa Mungu, sambamba na ule mstari wa kwanza, kuhani wa Mungu aliye juu. Kwa hiyo alikuwa ni kuhani. Biblia inasema hivyo. Alafu inatueleza alikutana na Ibrahim. Kwa hiyo utambulisho wake wa kwanza alikuwa ni mfalme wa Yerusalemu au Salem, lakini pia alikuwa ni kuhani wa Mungu. Manake alikuwa ni kuhani mkuu kwa mujibu wa maandiko yanavyomuelezea. Sasa wakati alikutana na Ibrahim ametoka kupigana na wale wafalme. Ibrahim akampa divine na mkate na yeye akambarikia. Lakini tunataka tuangalie huyu Melkizedeki nani, sababu kuna nadharia nyingi, wengine wanasema ni Kristo. Huyo alikuwepo ni Kristo, kwa sababu kutokana na ile Biblia inasema ana mwana, ana baba wala hana mama, na anafananishwa na mwana Mungu aliye juu. Kwa wengi wanachukulia tafsiri ya maneno hayo iliyozungumzwa kuwa huyu moja kwa moja ndiye Kristo. Hapana. Sasa tukiangalia vizuri kwenye zile tafsiri, tukija kwenye mstari ule wa pili, anasema ambaye Ibrahim alimgawia sehemu ya 10 ya vitu vyote. Sasa ukianzia kwenye mabano pale, Biblia imeweka bracket kuonyesha kwamba msisitizo wa haya maneno yaliyo ndani ya bracket yana uzito mkubwa. Biblia inasema tafsiri ya jina lake kwanza ni. Biblia inatupa kwanza tafsiri ya jina la Melkizedeki. Wanasema ni mfalme wa haki. Kwa hiyo ni mfalme lakini ni wa haki. Hiyo ni tafsiri ya jina Melkizedeki. Anasema tena mfalme wa Salemu. Manake ni mfalme wa Yerusalemu. Hiyo ni tafsiri ya jina Melkizedeki. Maana yake mfalme wa amani. No? Mstari wa 3 unasema hana baba, hana mama. Tukumbuke tafsiri ya jina linalotajwa hapa liko ndani ya mabano. Kwa hana baba, hana mama ni tafsiri ya jina inaendelea. Anasema tena hana wazazi. Hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai wake. Kwa ana mwanzo wa siku, ana mwisho wa uhai wake ni tafsiri ya jina Melkizedeki. Tunaenda sawa sawa. Si yeye ana uhai wa mwanzo wa siku zake wala mwisho wa siku zake. Ni tafsiri ya jina alilobeba, ndio halina mwanzo wa siku wala mwisho wa uhai. Tafsiri ya jina